tunakumbuka Simba iliharibiwa matumaini yake pengine ya kukimbilia ubingwa katika msimu ulioisha wa ligi kuu. Hawa wa Fontaine ambao walitoa sare. Vipi leo pengine mnyama na kisasi dhidi yao? Kisasi kipo kwa sababu ukiangalia ni mechi ambayo pia ilienda kwenda kuharibu maisha ya Tanzania. Kwani sema kisasi kipo kwani ni Simba walikuwa na haki yao kushinda na sio Fontaine Gate? Yes, kwa mizani ambavyo ukitizama kwa asilimia kubwa Simba walikuwa wana asilimia kubwa ya kupata matokeo dhidi ya Fontaine, kwa sababu kwanza ukiangalia goli walipata kipindi cha kwanza, si ndio? Yes. Na baada ya hapo tena hakuna goli ambalo lienda kwenda kupatikana. Kipindi cha pili Fontaine Simba kupitia kwa upande wa Rada Kichasambi wakaenda kwenda kufanyaje? Kwenda kujifunga goli. Na ni mechi ambayo nakumbuka pia Fontaine pia walipata kadi nyekundu. Yes, golikipa wao ilibidi mtu mmoja Anwar Kilemile, mchezaji wa ndani, ndo aenda akafanyaje akacheza ile mechi, na bado Simba wakashindwa kufanyaje kuscore. Kwa hiyo Simba walikuwa na kila sababu ya kuweza kushinda hiyo mechi. Kwanza walikuwa wako wengi kiidadi, Fontaine walikuwa wako pungufu. Pia hata golikipa naye alikuwa anababaisha. Yani kila ukimwangalia yule wa pili sasa Kilemile yani kila ukimwangalia hapa goli muda wote anatokea, lakini mwisho wa siku kuna vishuti alipigiwa vilivyotoka Karadaka basi naye analia mpira. Yes, kwa hiyo ukiangalia kwenye mazingira hayo unaona kwamba ni mechi ambayo Simba wanahitaji. Ukiangalia msimu uliopita, mimi naamini miongoni mwa situation ambazo zianza kuwafanya Simba kwanza kutoka kwenye mstari wa kwenda kuwania ubingwa ni pamoja na hiyo mechi. Lakini pia maisha ya Rada yalikuja kuharibika pia kupitia hiyo mechi. Mpaka sasa hivi ukiangalia kule pre-season ambayo Simba walienda kwenda kuifanya kule Misri, Rada alikuwa anatumika zaidi kama sehemu ya fullback namba 2. Ukishaona paka mwalimu anakuswitch unatoka mbele kuja kwenye eneo la ulinzi, ina maana kuna changamoto. Yaani kule mbele wachezaji waliopo kwa asilimia kubwa, mwalimu akikukompea na wewe anaona kabisa kwamba akiendelea kukanganiza kule kwenye mstari wa mbele, wale waliopo wote wanaweza wafanyaje wakakumeza. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni ngumu kwa upande wa Fontaine, na nilikuwa napitia hapa. Fontaine dirisha la usajili lilifungwa Septemba 7, si ndio? Na ndipo ambapo ilitoka taarifa kutoka FIFA ya kuwafungia nani? Fontaine Gate kuhusiana na wachezaji wao. Lakini walikuja kuruhusiwa Septemba 20 kwamba bwana mnaruhusiwa kuendelea na taratibu zote za kiusajili. Uvuichi ukiangalia tayari dirisha letu la usajili lilikuwa limeshafanyaje? Limeshafungwa. Lakini Fontaine mpaka sasa hivi wamesajili wachezaji 24 tu pekee. Na katika hao wachezaji 24, wachezaji 10 wanatoka timu ya vijana kwa maana ya under 20, na wachezaji 14 ndo wanatoka kwenye upande wa senior team. Kwenye wale 14 ambao Isambuzi alikuwa anazungumza, wawili pia wana injury, si ndio? Lakini golikipa naye pia ana injury, na maana jumla ni wachezaji wangapi? Watatu. Na maana wachezaji 11. Lakini ukiangalia ni issue ambayo mwalimu pia inaweza ikamweka pia kwenye wakati mgumu sana. Dennis Kitambi nakumbuka mechi ya mwisho ambayo alikuwa anaongoza na Mungo chini ya kocha Benchika, ilikuwa ni mechi ya Simba dhidi ya Namungo, ilipigwa kwenye upande wa shamba la bibi pale. Sare 1-1 ile. Sare 1-1, yes. Kwa hiyo Kitambi ni kocha mzuri kwenye mechi kubwa, lakini leo hii namuona anaenda kwenda kukutana na situation ngumu sana dhidi ya Simba. Sawa, lakini Mkenge naona umeshtuka sana hapa uliposikia neno kung'ang'aniana. Naona Isa amedhamiria kweli kwamba leo Fontaine wataenda kung'ang'aniana na Simba. Unaona Fontaine Gate wakienda kweli kudhihirisha hilo? Mimi nafikiri kama wakija wachezaji 10 kiwanjani, kwa maana 9 na kipa, tena katika pitch ya uwanja Benjamin Mkapa, tunaweza tukaona mauaji ya Shorobera. Ndio moja ya mauaji. Mauaji ya Shorobera, mauaji mabaya sana. Simba tunaweza tukaenda kwa sababu ngoja nikwambie kitu. Unaona uwanja wa Benjamin Mkapa? Kwanza kama pakifurika kwa maana mashabiki, alafu mashabiki wakaanza kuanikiza, Benjamin Mkapa sio uwanja ambao ni salama sana kwa mpinzani. Mimi nakumbuka pale Kaina kuna mechi moja Simba cha dhidi ya AS Vita. Mechi ya AS Vita ilisha 2-1. Yes, 2-1. Ile Chama anafunga goli la pili. Mechi ya nyuma yake Simba alicheza na Al Ahly, ndio Mixon likafunga goli moja ile. Alikuja kocha wa AS Vita Lolushungu, alikuwa anasema benchi la ufundi, akawa anasema wao wamepishana na Al Ahly, wanaondoka Al Ahly, wakawa wanaambia atmosphere ya uwanja wa Taifa Benjamin Mkapa, mashabiki wakiwa
wamejaa. Yaani kwamba hata mchezaji ukigeuka ukitupia jicho kule majukwaani wamejaa watu wanapiga vigoma na nini. Yaani yaani yeye mnaambiana leo hapa tuna kazi ya kufanya. Okay. Kwa au Fountain Gate kama kweli watakuwa 10 kiwanjani. Mimi nafikiri mahoja Shobena tukayaona. Sawa bwana. Kauli ya mkongwe Erasto Nyoni amezungumza, ametoa maoni yake kulingana na mchezaji mpya wa Simba Sports Club Neo Maema, ambaye watu wengi sana wamekuwa wakimwagia sifa ya kwamba amekuwa na aina nzuri ya mwanzo, amekuwa na mwanzo mzuri kulingana na muda bado mdogo kama Neo Maema na mwanzo mzuri Simba. Au mimi nasema vibaya? Comment tunaangalia namna wanasoka wanavyozungumza. Erasto kasemaje? Ulitegemea kumuona Maema pengine watu tofauti. Erasto kasemaje kwanza? Erasto anakuambia huwezi kulinganisha uchezaji wa Maema akiwa timu ya taifa na Mamelodi, zina mifumo tofauti na Simba. Pengine kama watu walitegemea kumuona Maema yule akiwa chini ya Mamelodi na Maema huyu ambaye wanamuona chini ya Simba, ni aina mbili tofauti. Lakini anakuambia hivyo huwezi kulinganisha namna alivyokuwa anacheza kule na hapa nchini. Kuna ugeni wa mazingira na anatakiwa kuzoeana na wachezaji wenzake, lakini Maema ana akili kubwa kimpira. Hilo haliwezi kuonekana kwa uharaka hadi atakapopata mechi nyingi, kama ilivyokuwa kwa Elie Mpanzu wakati anaanza. Wengi walimuona kama hana kitu, ila wimbo huo umebadilika. Timu nyingi zinatamani huduma yake. Hayo ni maneno ya Erasto Nyoni kuhusiana na Neo Maema. Na ukitazama kwanza kijiografia, Songea hapo karibu. Ila wewe ulizungumza hilo. Songea hapo karibu na Afrika Kusini. Umesema ulikuwepo Morocco kule, hali ya hewa tu wenyewe ukatamani urudi nyumbani. Kaina usisikie yale sisi. Unajua shida iliyopo. Sisi waandishi ndo mabingwa wa kusemea matatizo ya watu. Lakini wenyewe tunajua yakitukuta unakuta wanalalamika mchezaji analipwa mshahara kiufupi sana kauli hii aliyozungumza Erasto Nyoni. Kiufupi sana kauli hii aliyozungumza Erasto Nyoni, pengine wewe unaikubali kwa asilimia ngapi maneno yake kuhusiana na Maema? Nakubaliana nao kwa 100% kwa sababu kamtaja Mpanzu hapo, si ndio? Mpanzu kwenye dirisha kubwa la usajili ilibaki kidogo tu Simba ondoke naye, lakini baada hapo akaenda kufanya majaribio, si ndio? Baada hapo alikuja akarejea Simba kuanzia mwezi wa 9. Kwa amekuwa na timu mazoezini kuanzia mwezi wa 9, mwezi wa 10, mwezi wa 11, mwezi wa 12 katikati ndo ikawa tayari imetoka taarifa rasmi kwamba ameingia kwenye upande wa usajili wa TFF kule. Lakini Mpanzu huyo ambaye kakaa na Simba kwa miezi 3, lakini bado alikuwa akiingia, mwalimu anampa dakika 30, dakika 35, muda mwingine mpaka dakika 25. Na akicheza watu wanaona kabisa kuna tatizo, bado anafanyaje? Anachechemea. Lakini baadaye alipoanza kuadapt zaidi mazingira, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho watu wengi wanashindwa kukitofautisha. Kuna utofauti wa mazoezi ambao mtakao yacheza nyie kwa nyie, lakini pia kuna utofauti wa mechi za kirafiki na mechi haswa za kimashindano. Kwa hiyo kitu ambacho Mpanzu alikuwa anakikosa ni ule utimamu wa mechi haswa zaidi ambazo alikuwa anacheza dhidi ya wapinzani ambao walikuwa wanaenda kufanyaje, kwenda kukutana nao. Lakini kwa sasa unamzungumza Mpanzu, ni moja kati ya majina makubwa hapa nchini Tanzania, na Neo Maema pengine inawezekana ndo usajili pekee ambao Simba waliufanya zaidi kwa kuzingatia baadhi ya viwango. Kwanza ni national team material. Yes, material, lakini pia ni captain pia wa timu ya taifa. Kwenye chani yes, kwenye upande wa chani. Na ukimwona mchezaji kwenye timu ya taifa pia anavaa jezi namba 10, sio jambo dogo. Na nasubiri kwa kuongezea Juma, sio captain tu, captain wa timu ya taifa Afrika Kusini.